na uhalifu mbaya kama kuiba uchaguzi. Manake ni kwamba unawapa watu mamlaka ya kumiliki rasilimali na miundombinu na raia na pesa na kila kitu, watu ambao sio halali. Ndio maana watu wenye akili zao, jumuiya za Ulaya na jumuiya za kimataifa zimenyoshia kidole serikali, kwa sababu inakuwa sio serikali halali. Kwa hiyo kuna wauni wamejiweka kwenye ofisi zetu, wanalinda rasilimali zetu bila idhini yetu. Hawa watu hawawezi kutuambia sisi right and wrong, hawezi kutuambia chochote, kwa sababu wenyewe in the first place wao ndio criminals. Tunaongozwa na thugs. Kwa hiyo hauwezi ukaongea na lugha nyingine yoyote ya thugs, lazima uwe thugs. Mimi niwaambie kitu kimoja, kwamba asikwambie mtu kitu wakati ana right ya kukuambia hicho kitu. Yaani mtu kaingia nyumbani kwako, anambaka mtoto wako, anambaka mke wako, alafu anakuambia unachofanya ni wrong. Kitu cha kwanza chokifanya wao kuteka watu, kuiba uchaguzi, ndio kitu wrong. Hamna uhalifu zaidi ya huo. Ukianza uhalifu, ina maana lugha utaongea na sisi ni lugha ya kihalifu tu. Hawa watu wameonyesha tangu mwanzo kwamba hamna lugha naelewa, lazima iwe lugha ambayo yani hii ilofanyika tarehe 29. Na tarehe 29 upande huu ndio ulikuwa umeshinda. Watu wengi sana wanaandamana katika mioyo yao long time. Wanashindwa watu waanzie wapi. Kwa hiyo hizi taharuki hizi ndio zitawatoa watu wengi sana. Kila Mtanzania sasa hivi ni mwandamanaji. Kila Mtanzania ameguswa na ile jambo lilotokea. Kwa hiyo hamna lugha nyingine yoyote, hamna maandamano. Hawa watu wameingia na bunduki, wameingiza mercenary, wamekuja kuua watu, satellite zimeona, wameua watu hadharani, wamezima internet, wamezima umeme. Lugha yoyote utakaoongea nao wao watu wanakuona wewe cha mtoto, huwezi kudili nao. Hawa ni thugs, inabidi tuende nao kithugs. Na kwa sababu tuna backup ya jumuiya za kimataifa, mimi nasema kitu kimoja. Hawatakuwa na right zozote za kumuua mtu au kumfanyia mtu chochote kile, dunia ikawaelewa. Hawa ni wauni, na sasa hivi tunadili na wauni. Self defense ni nature na ni universe oldest law. Lazima ujihami unapoona kwamba umezidiwa. Self defense ni kwamba unaona kwamba kuna thugs wamekaa katika nchi yako, wanamiliki rasilimali zako, wanaendesha mahakama kibabe, polisi kibabe, bunge kibabe, na hauna jinsi ya kuwafanya. Inabidi ujilinde. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni kwamba tumeona kwamba hatuna jinsi, hakuna mtu wa kutusaidia, hao watu watusikilizi. Tumeomba uchaguzi, wamekataa, wameteka watu wetu, wanatishia maisha yetu. Lazima tujihami, na lugha yenyewe ya kujihami ni moto. Vituo vya mabasi ya mwendokasi, biashara zote. Kama wewe ni mfanyabiashara, nchi inaibiwa. Huo ni uhalifu mkubwa. Tukivunja duka lako ni kama vile una ugonjwa mkubwa, tunakufanyia operation afu tukakukata kidole bahati mbaya. Kwa hiyo sisi tupo katika kuikomboa nchi yetu, lakini wewe unatudharau, unatumia resource kujineemesha wewe mwenyewe. Tunataka resource ya kila mtu kutusaidia ili tuwatoe hao wakoloni mambo leo. Kwa hiyo biashara yoyote, kama wewe ni mwenzetu, funga biashara yako, tuunge tunachokifanya. Tunachokifanya ni kikubwa zaidi kuliko kitu kingine. Kwa hiyo kuna watu wana maradhi, hospitali hakuna madawa, watu wanagawana hela, watu wachache, watu wanaongoza nchi wafike hata 20. Wengine wote ni puppet tu. Kwa hiyo mimi niwaambie kitu kimoja, ndugu zangu, mnachofanya ndio kitu bab kubwa katika nchi. Yaani hakuna kitu zaidi ya hicho. Lazima muonyeshe kwamba sisi Duda, mbona umezima maiki? Yaani ni moto tu kwa kwenda mbele, hata vituo vya mwendokasi, vituo vingine vyote. Polisi wa Tanzania wachache sana. Kwa hiyo moto kila sehemu. Yaani hizi mwendokasi, mabasi yanatakiwa yaungue ili watu wengi wajue kama nchi haiko sawa, kwa sababu sasa hivi wanataka sisi tu normalize vitu. Hatuwezi tuka normalize. Kwa sababu normalize anything, you collapse the gap between right and wrong. Lazima tuchore mstari ambao unaonyesha kwamba ule upande ni wrong, huu upande ni sahihi. Na kufanya hicho kitu ni kwamba hatuwezi kunormalize maisha. Yaani kwamba nothing happened, sio kweli. Lazima tuonyeshe kwamba dunia kwamba vitu haviko sawa. Tukijidai tunaenda kwenye mashughuli zetu kama kawaida, tunafungua biashara zetu kama kawaida, tunalipa kodi kama kawaida, tunakwenda kama hivi, ina maana tunahalalisha uhuni. Hatuwezi tukalegalize vitu. Afadhali tuhalalishe watu wavute bangi, watu wafanye nini, lakini sio kuhalalisha macriminal wakae katika ofisi zetu. It is expensive kwetu sisi na inatukosti maisha yetu kuruhusu wahuni wakae katika ofisi zetu, katika ikulu zetu.
lugha tukaelewa, wajinga ni moto. Hawataki maongezi, hawataki maandamano, hawataki chochote zaidi ya moto. Asante sana. Katibu wa Gen Z, samahani jamani, samahani kidogo niongee kitu kimoja. Nimepata taarifa kwenye messenger yangu huko kwenye DM yangu, naona watu tulio kuwepo live mchana. Kuna watu tulikuwepo live mchana, tulikuwa na Love, tulikuwa na Surprise TZD, tulikuwa na Patrice Lumumba, alikuwa akijiita jina jingine ambalo yeye jina gani sio kwa anajiita si. Nimeona kitu fulani, nimeambiwa kwamba baada ya mimi kushuka live ikashushwa. Sasa hicho kitu hata Tanzania naye kama alikuwepo hivi ya. Jamani, naomba niseme kitu kimoja kwamba muda ule mimi nilipotoka nilikuwa niko barabarani. Kwa sababu mimi muda mwingi nakuwa niko barabarani. Kwa hiyo naombeni kabisa kwamba msije mkaweka shaka. Mimi ni mtu ambaye tuko pamoja toka Brother Haki, naomba nikukatishe kwenye hilo. Usifuatilie hayo maswala kwa sababu hata kwenye inbox yangu mimi wamenifuata wengi na wanatuma na malinki ya ajabu. Yaani ya video na usipofungua ndo wanakutukana na kuita mamluki. Kwa hiyo hawa watu tusiwape ya time. Yaani sisi tunajijua. Kwa hiyo mtu anayefuata inbox achana naye. Achana nao. Naam. Haki, achana nao hao. Tunatoka kwenye focus. Kila mtu azime mic. Patrice, no, tajiri karibu. Nashukuruni sana. Nitaongea kwa mimi kwa kawaida huwa na sauti kali sana, lakini kwa eneo nililopo leo nitajitahidi sana kuongea kwa sauti ya chini, lakini I hope kwamba kila mtu atanisikia. Mimi nianze kwa kusema tu kwa wale ambao mnaamini kwamba kuna afterlife, mimi nianze kusema tu kama Nyerere anatusikia, ajue sasa hivi tunatafuta uhuru wa mara ya pili. Kinachoumiza zaidi ni kwamba tunatafuta uhuru kwa watu ambao ni ndugu zetu, kwa watu weusi. We crying. Tunatafuta uhuru na tunaona uhuru utakuwa ni mgumu sana, kwa sababu wanaotuua this time ni watu tunaoishi nao, ni watu tunaotamani. Tunataka uhuru, wanatuua. Uhuru wa kujieleza, hatuhitaji uhuru. I don't know, unanielekeza kitu au niendelee? Wewe endelea tu. Alright. Kwa mimi nilikuwa namwambia tu, nilianza tu kwa mzee Nyerere, nimwambie kama tukikutana kesho, tukikutana, nitamwambia fufuka, urudi kule, urudishe uhuru na uondoe hilo muungano lao. Siwezi kukubali kwenye moyo wangu kwamba hata kama mtaniona mimi sijui ni mbaguzi, no, kwamba huyu Mamza ndo aje tuletee katiba mpya ya Tanganyika. No, I will not accept that. I will not. Kesho ni taharuki. This is a war. Tumefikia sasa kwenye muda tumejaribu amani, tumeshindwa. What are we gonna do now? It's a war. I'm sorry to say that kwamba kesho ni vita. Hakuna maneno mengine tena ya kuongea hapo zaidi ya vita. Vita yetu sisi wananchi, kwa sababu hatuna silaha, ni kiberiti. Chukua lighters za sigara ziko nyingi huko. Ukikaa sehemu hata kama unavunja lakini bia baani kujimaliza, piga kiberiti hiyo baa kama mamake. Piga kiberiti ili mbadi moto wake kila sehemu. Hatuwezekani jamani, sisi mbona tunanyanyaswa hivi? Yaani mbona tunanyanyaswa? Afu sasa hivi serikali ndio imekuwa inasema uongo kuliko wananchi. Just imagine
Anayesema uongo Tanzania nzima sasa hivi ni waziri mkuu kwa nchi. Hivi nyie jamani wenzangu mna roho gani? Mbona mimi natamaniga mpaka nihame hii nchi? Yaani sina tu nauli. Mimi sio mwongeaji, lakini mimi ni mtendaji. Naomba niishie hapo, na machungu mengi sana. Na asante. Wewe zunguka leo umefika tu na kuweka mama sana. Ndio la kwanza. Kina kirefu cha maji. Isitoshi. Tunatoka kwa sababu nchi yetu iko sawa. Na hizi sauti ambazo mnazisikia wana CCM, hizi ni sauti za wenye haki. Wananchi milioni 70 hawapo sawa zaidi. Watu milioni 50, milioni 60 hawapo sawa. Tuseme basi milioni au wengine wachache wa CCM ndio wako sawa. Lakini katika nchi watu milioni 70 hawapo sawa. Milioni 67 hawapo sawa. Ni ukweli kabisa. Hilo ni jambo lipo wazi na inaeleweka. Kwa hivyo hili swala kunyamazisha sauti za watu, mtanyamazisha sauti ngapi? Na mtawamaliza watu wangapi? Mtawaoa watu wangapi? Mtawaongoza kina nani? Kwa sababu sisi tunachojua ni kwamba hamtuongozi sisi. Hamtuongozi sisi. Huo ni ukweli, hamtuongozi sisi. Sisi hatuwatambui. Sisi ni wahini kama vile Twitter. Sisi hatuwatambui. Na hamna siku tutawatambua kwa sababu viongozi wa upinzani wakizungumza wanawekwa ndani. Sasa Mungu ni nani? Wewe Mungu ni nani? Mungu akaamua kuinua wananchi kwa wapinzani sasa. Basi hawa wananchi wamekuwa wapinzani kwa sababu tumesikia mnasema kwamba kuna chama fulani sitakitaja jina kilisababisha maovu uharibifu wa 29. Chama kilichosababisha maovu 29 ni chama kimoja na kinajulikana, ni chama cha CCM. Chama kilichoua watu 29 ni chama cha CCM. Chama kilicholeta mauaji Tanzania dunia toka uhuru, nchi yetu inapata uhuru, ni chama cha CCM chini ya rais ambaye tumjui na tumtambui, Samia Suluhu Hassan. Huo ndio ukweli. Huo ndio ukweli usiopingika. Umeoa watu 10,000 na bado unazidi kutafuta damu zao. Ngoja niwaambie kitu moja wa Tanzania. Juzi mmemuona amemuita Warioba. Hilo ni lengo la kututoa kwenye reli. Tusikubali upumbavu huo. Katiba angekuwa ameshatupa zamani. Hatupoi katiba, hatutaki sasa katiba. Tunataka CCM yote iondoke. Tunamtaka Samia aondoke. Hatutachanganywa, hatutatolewa kwenye reli, hatukutambui. Hatumuite Warioba, hatuite Mungu akae na hapo karibu Samia. Hatumuite Mungu ashuke aketi na hapo karibu yako kwamba Mungu amesema. Hatutakusikia Samia. Kwa sababu Mungu achangamani na dhambi. Wewe umeshanuka damu. Unatembea umenuka damu Samia. Hata tushikie viuno. Pressure itakuwa. Tutakupea pressure, utakiacha kiti mwenye upendo usipende. Huo ndio ukweli upo. Sisi wananchi tumeamua kwa lengo letu moja nikimalizia. Lengo letu moja nikimalizia. Tunatoka 24 tunakuja kusali. Jamani kodi zetu. Hilo liko wazi. Mtu maiki yako basi nikizungumza nimalize bwana. Hili liko wazi. Sisi wananchi hatuna chama. Kwa sababu hatufai hata kama ina chama fulani, sifai nikitaje hapa. Tusihusishe Chadema kwenye maswala. Chadema acheni wapumzike jamani. Chadema wametupambania vya kutosha, acheni wapumzike. Huu ni wakati wetu sisi wananchi. Tuache Chadema wamepigwa marisasi, wameshambuliwa, wamepigwa kina Mudude wote wametekwa. Tuache jamani wapumzike. Hivi ni vita vya wananchi na CCM. Hivi ni vita vya wananchi na CCM. Huu ndio uwazi weko na ukweli uwekwe. Hivi vita ni vya wananchi. Wapinzani ni wananchi. Hawampendi Samia, wamama wampendi Samia, watoto wampendi Samia. Serikali yake yote kuanzia mawaziri wake wapumbavu wote wampendi Samia. Huo wote ni ukweli na sisi wote tutoke tarehe 25 kesho kuanzia kesho tutoke, tumtoe Samia, tuende kwa Mamposa, tukatoe sadaka zetu na sadaka za kuteketezwa. Sadaka za kuteketezwa zipo kwa Biblia. Naomba nimalizie kwa sababu Samia kiongozi mzuri anatambua akiwa amekosea. Kwa Biblia, nashukuru wewe Nuru Vazi Mkristo. Kwa Biblia kuna mtumishi mmoja na mfalme mmoja alichukua mke wa mtu. Alipochukua mke wa mtu, Mungu akatuma nabii fulani kwenda kwake. Akaenda akamwambia kwamba ukiwa na kondoo 99,
ukaacha kondoo 30 ukachukua kondoo ya mtu mwingine moja, utafanyaje? Yule mfalme akaanza kiburi, akasema huyo mtu akipatikana kwa ufalme wangu uwawe. Basi nabii akamwambia, wewe ndio ulifanya hilo swala, umechukua mke wa mtu. Yule mfalme alichofanya, aliomba msamaha, akashuka chini, akaomba Mungu msamaha, akalia. Lakini hiki kimwanamke hiki kishetani kimaraya kikubwa hiki, hakuna kitu yani hamna kitu anachosikia zaidi ya maandamano. Na ndugu zangu niwaambieni, tutoke vile kaka Sama amezungumza, tutumie kodi. Tunavyoenda na watakavyokuja ndio utakavyowapokea. Basi nisiongee sana, maana wataniblock wapumbavu. Naombeni mnifollow ndugu zangu. Kaka Nuru Vazi, nashukuru sana kwa kuonyesha mmoja na mimi. Asante.